Barua kwa Waebrania. Waebrania sura ya kwanza. Zamani Mungu alisema na babu zetu kwa njia ya manabii, mara nyingi na kwa namna nyingi. Lakini kwa siku hizi za mwisho amesema nasi kwa njia ya mwana wake. Mungu alimuweka kuwa murithi wa vitu vyote, na ambaye kwa njia yake aliumba ulimwengu wote. Yeye ni kitambulisho cha mwangaza wa utukufu wa Mungu, kwa maana yeye ni mfano kamili pahali ya Mungu mwenyewe, na kwa uwezo wa neno lake analinda vitu vyote. Naye alipokwisha kuwatakasa watu toka katika dhambi zao, alikaa na mamlaka katika mbingu kwa kuume kwa Mungu mwenye uwezo wote. Mwana amepata kuwa mkubwa kupita wa malaika kufuatana na lile jina alilopewa na Mungu, linalokuwa tukufu kuliko jina lao. Kwa maana Mungu hakumwambia hata mara moja mmoja wa malaika wake hivi: wewe ni mwana wangu, mimi leo nimekuwa baba yako. Wala hakusema maneno haya juu ya malaika yeyote: mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwana wangu. Na tena wakati Mungu alipomtuma mzaliwa wake wa kwanza katika dunia, alisema, wamalaika wote wa Mungu wanapaswa kumwabudu. Lakini juu ya wamalaika Mungu alisema, Mungu anawafanya wamalaika wake kuwa kama upepo, anawafanya hao watumishi wake kuwa kama ndimi za moto. Lakini juu ya mwana Mungu alisema, kiti chako cha kifalme, ee Mungu, kitadumu hata milele. Unatawala ufalme wako kwa haki. Unapenda haki na kuchukia uovu. Ni kwa hiyo Mungu wako amekusimika, akikupakaa mafuta, akikupatia heshima na kukuinua juu kuliko wenzako wote. Vile Mungu alisema, wewe Bwana, kwa mwanzo uliumba dunia. Mbingu ni kazi ya mikono yako. Vitatoweka, lakini wewe utabaki. Vitachakaa kama nguo, utavikunja kama kanzu, navyo vitabadilishwa kama nguo. Lakini wewe utabaki sawa sawa, na maisha yako hayatakuwa na mwisho. Mungu hakumwambia hata mara moja mmoja wa wamalaika wake hivi: ikaa na mamlaka kwa kuume kwangu, mpaka nitakapowaweka waadui zako chini ya miguu yako. Malaika ni nini basi? Wao wote ni roho wanaomtumikia Mungu na wanaotumwa naye kwa ajili ya faida ya wale wanaopaswa kuokolewa. Waebrania sura ya pili. Kwa sababu hiyo tunapaswa kushikamana zaidi na habari tuliyosikia, kusudi tusipotee mbali. Ujumbe wa sheria uliotangazwa na malaika ulitimizwa, na hata kila mtu aliyekosa kuufuata na kuuasi aliadhibiwa sawa inavyostahili. Basi namna gani sisi tutaponyoka adhabu kama hatushughuliki na wokovu mkubwa kama huu? Ni Bwana mwenyewe aliyetangaza kwanza habari za wokovu huu, na wale waliomsikia walihakikisha kwetu kwamba ni za kweli. Mungu vile alihakikisha ushuhuda wao kwa njia ya maajabu, ya miujiza mbalimbali na ya vitambulisho, na kwa njia ya zawadi za Roho Mtakatifu alizowapa watu kama anavyopenda. Mungu hakuwapa wamalaika uwezo wa kutawala ulimwengu unaokuja, ndio ule tunaosema juu yake.
Tena maneno haya yanahakikishwa na pahali pengine katika maandiko matakatifu: mutu ni nini hata umkumbuke? Mwanadamu ni nini hata umshughulikie? Umemufanya kuwa mwenye cheo chini kidogo ya malaika, umemjaza utukufu na heshima, umemupa mamlaka juu ya vitu vyote. Wakati inaposemwa ya kama Mungu amemupa mutu mamlaka juu ya vitu vyote, maana yake hakuacha hata kitu kimoja. Ingawa hivi, hata sasa hatuoni kwamba amepewa mamlaka juu ya vitu vyote. Lakini mambo tunayoona ndiyo haya: Yesu alifanywa kuwa mwenye cheo chini kidogo ya malaika kusudi kwa neema ya Mungu Yesu akufe kwa ajili ya watu wote, na sasa kwa njia ya kile kifo kilichomufikia amepata utukufu na heshima. Kwa hiyo ilifaa kwamba Mungu aliyeumba vitu vyote na kuvilinda imara amufanye Yesu kuwa mkamilifu kwa njia ya mateso, kusudi awalete watoto wengi kuwa washiriki wa utukufu wa Mungu. Kwa maana Yesu ndiye anayewaongoza watu wapate kuokoka. Yeye anawatakasa watu toka katika zambi, na wale wanaotakaswa naye wote ni watoto wa Baba mmoja. Ni kwa sababu hiyo Yesu hasikii haya ya kuwaita wandugu zake, kwa maana anasema, Mungu, nitatangaza jina lako kwa wandugu zangu, nitakusifu katikati ya mkutano. Tena anasema, nitamutumainia Mungu. Na tena anasema, mimi ni hapa pamoja na watoto Mungu alionipatia. Basi kwa kuwa hao watoto ni wanadamu wenye mwili na damu, Yesu vilevile alitoa ile hali ya mwanadamu. Alifanya hivi kusudi kwa njia ya kufa kwake amuangamize Shetani aliyekuwa na uwezo wa kuleta lufu. Vilevile aliwafungua wale wote walioishi kama watumwa katika maisha yao yote kwa sababu ya kuogopa lufu. Kwa maana hakika hakukuja kuwasaidia wa malaika, lakini alikuja kuwasaidia wazao wa Abrahamu. Kwa hiyo ilimupasa afanane na wandugu zake katika mambo yote, kusudi apate kuwa kuhani mkubwa anayekuwa mwenye huruma na mwaminifu katika kazi yake mbele ya Mungu. Na kwa njia hiyo zambi za watu zisamehewe. Na kwa sababu yeye mwenyewe alijaribiwa na kuteswa, anaweza kuwasaidia wale wanaojaribiwa. Waebrania sura ya 3. Kwa sababu hiyo, wandugu zangu, ninyi ambao mumeitwa na Mungu na kuwa watu wake kama vile sisi, mufikiri sana juu ya Yesu, anayekuwa mtume na kuhani mkubwa wa imani tunayotangaza. Yeye alikuwa mwaminifu mbele ya Mungu aliyemsimika kwa kazi ile, sawa vile Musa alivyokuwa mtumishi mwaminifu katika kazi ya nyumba yote ya Mungu. Mjengaji wa nyumba anaheshimiwa zaidi kuliko nyumba yenyewe. Hivi vile Yesu anastahili kupewa heshima kubwa zaidi kuliko Musa. Ni kweli kila nyumba inajengwa na mtu, lakini Mungu ndiye aliyejenga vitu vyote. Musa alikuwa mtumishi mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu, kusudi ashuhudie maneno ambayo Mungu angesema nyuma. Lakini Kristo ni mwaminifu kama mwana anayesimamia nyumba ya Mungu, na sisi ndiyo nyumba ile, kama tukiendelea kuwa na uhodari na kuaminia kupata mambo tunayotumainia. Kwa hiyo, kama vile Roho Mtakatifu anavyosema, leo ikiwa munasikiliza sauti ya Mungu, musifanye mioyo yenu kuwa migumu kama babu zenu walivyofanya wakati walipomwasi Mungu, sawa siku ile walipomupima katika jangwa. Kule babu zenu walinipima na kunijaribia, ingawa walikuwa wameona yote niliyotenda,
kwa muda wa miaka 40. Kwa sababu ile nilikasirikia kizazi chao na kusema, watu hao wanapotoka siku zote, nao hawafuati njia zangu. Basi nikaapa kwa kasirani kwamba hawataingia kwenye mapumziko niliyowatayarishia. Wa ndugu zangu, mwangalie vizuri. Kati yenu kusikue mutu mmoja mwenye moyo mubaya wa kutokuamini, aliyefikia hata kujitenga mbali na Mungu mwenye uzima. Lakini muonyane kila siku kwa muda wote ambao lile neno leo linalotajwa lingali linatuelekea, kusudi hata mmoja wenu asikuwe mgumu kwa kudanganywa na zambi. Kwa maana sisi wote tunaishi katika ushirika na Kristo, ikiwa tunachunga mpaka mwisho lile tumaini tulilopata kwa mwanzo. Maandiko matakatifu yanasema, leo ikiwa munasikiliza sauti ya Mungu, musifanye mioyo yenu kuwa migumu kama babu zenu walivyofanya wakati walipomwasi Mungu. Ni watu gani waliosikia maneno ya Mungu na kumwasi? Si wale wote walioongozwa na Musa kutoka katika nchi ya Misri? Tena ni watu gani waliomkasirikisha Mungu kwa muda wa miaka 40? Si wale wote waliofanya zambi wakaanguka na kufa katika jangwa? Tena ni watu gani Mungu aliowaapia kwamba hawataingia kwenye mapumziko aliyowatayarishia? Si wale waliokataa kumutii? Basi tunaona kwamba hawakuweza kuingia kwenye mapumziko yale kwa sababu ya kutokuamini kwao. Waebrania sura ya 4. Basi kwa kuwa tungali na ahadi ya kuingia kwenye mapumziko yale, basi tufanye angalisho kusudi katikati yenu kusikue hata mtu mmoja atakayekosa kuingia. Kwa maana sisi vile tumehubiriwa habari njema kama vile watu wale. Walisikia habari lakini haikuwafalia kitu, kwa maana wale walioisikia hawakuipokea kwa imani. Lakini sasa sisi tulioamini tutaingia kwenye mapumziko ambayo Mungu alitaja aliposema, halafu nikaapa kwa kasirani kwamba hawataingia hata kidogo kwenye mapumziko niliyowatayarishia. Mungu alisema vile ingawa alikuwa amemaliza kazi zake tangu pale alipoumba dunia. Kwa maana imesemwa pahali fulani katika maandiko matakatifu juu ya siku ya 7. Siku ya 7 Mungu akapumzika, kwa maana alikuwa amemaliza kazi zake zote. Na tena katika maandiko tuliyotaja hapa juu, Mungu anasema, hawataingia hata kidogo kwenye mapumziko niliyowatayarishia. Wale waliokuwa wa kwanza kuhubiriwa habari njema hawakuingia kwenye mapumziko yale kwa sababu ya kutokuamini kwao, ingawa vile ingali inawezekana kwa wengine kuingia. Kwa sababu hii Mungu anaweka tena siku ingine inayoitwa leo. Naye alisema juu ya siku ile nyuma ya miaka mingi kwa njia ya Daudi, kufuatana na maandiko haya yaliyokwisha kutajwa mbele. Leo kama munasikiliza sauti ya Mungu, musifanye mioyo yenu kuwa migumu. Kwa maana kama Yoshua angekuwa amewafikisha watu kwenye mapumziko, Mungu hangesema tena nyuma ya pale juu ya siku ingine. Kwa hiyo kungali mapumziko ambayo Mungu anawatayarishia watu wake. Kwa maana yule anayeingia kwenye mapumziko anayotayarisha anapumzika kwa kuwa amemaliza kazi zake zote, kama vile Mungu alivyopumzika alipomaliza kazi zake. Basi tufanye bidii ya kuingia kwenye mapumziko yale, kusudi hata mtu mmoja asianguke sawa vile wale walioasi katika jangwa.
Kwa maana neno la Mungu ni lenye uzima na lina nguvu, ni kali kupita upanga unaokata ngambo mbili. Linapenya hata linatenga moyo na roho na hata viungo na ubongo, nalo linatambua nia na mawazo ya mutu. Hakuna kitu kinachoweza kufichwa mbele ya Mungu, lakini vitu vyote vinafunuliwa na viko wazi mbele ya macho yake, yeye tutakayemtolea hesabu ya maneno yetu. Basi, kwa kuwa tuko na kuhani mkubwa zaidi aliyeingia mbinguni, ndiye Yesu mwana wa Mungu, tushikamane sana na imani tunayotangaza. Kwa maana tuko na kuhani mkubwa asiyekosa kujua mwenyewe udhaifu wetu. Maana yeye alijaribiwa katika njia zote sawasawa na sisi, lakini hakufanya dhambi. Kwa sababu hii, tujongelee kwa uhodari kiti cha kifalme cha Mungu pahali anapowajalia watu neema, kusudi apate kutuhurumia na kutujalia neema ya kutusaidia kwa wakati unaofaa. Waebrania sura ya 5. Kila kuhani mkubwa aliyechaguliwa kati ya watu amesimikwa kwa kumtumikia Mungu kwa ajili ya watu, kusudi atolee matoleo na sadaka kwa ajili ya dhambi. Kwa kuwa yeye mwenyewe ni mzaifu, anaweza kuwavumilia wale waliopotoka bila kujua. Na kwa sababu yeye mwenyewe ni mzaifu, anapaswa kutolea sadaka, si kwa sababu ya dhambi za watu tu, lakini kwa sababu ya dhambi zake mwenyewe vile vile. Hakuna mutu anayejipatia heshima hii ya kuwa kuhani mkubwa yeye mwenyewe, lakini anapaswa kuitwa na Mungu kama vile Haruni alivyoitwa. Hivi vile vile Kristo hakujipatia yeye mwenyewe utukufu wa kuwa kuhani mkubwa, lakini ni Mungu ndiye aliyemwambia, wewe ni mwana wangu, mimi leo nimekuwa baba yako. Vile vile alisema pahali pengine katika maandiko, wewe ni kuhani hata milele, kwa mfano wa Melkisedeki. Wakati Yesu alipoishi katika dunia, aliomba na kusihi kwa malalamiko makubwa pamoja na kutoa machozi kwa Mungu ambaye angeweza kumwokoa toka katika kifo. Mungu alimusikia Yesu kwa sababu yeye alimuheshimu. Ijapokuwa alikuwa mwana wa Mungu, alijifunza kutii kwa njia ya mateso yale aliyopata. Na alipokwisha kufanywa kuwa mkamilifu, akawaongoza watu wote wanaomtii wapate kuokolewa kwa milele. Basi Mungu alitangaza kwamba yeye ni kuhani mkubwa kwa mfano wa Melkisedeki. Tuna maneno mengi ya kusema juu ya jambo hili, lakini ni vigumu kuyaeleza kwenu kwa sababu ninyi mumekuwa na masikio magumu. Kweli, kwa wakati huu ninyi mungepaswa sasa kuwa walimu, lakini mungali munahitaji kufundishwa tena mafundisho ya mwanzo ya neno la Mungu. Mumegeuka tena wenye kuhitaji kunywa maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu anayeishi kwa kunyonya maziwa tu hawezi kufahamu mafundisho ya haki, maana yeye ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni kwa ajili ya watu wazima, ndiyo wale waliozoeza mafikiri yao hata wapate kutambua mema na mabaya. Waebrania sura ya 6. Basi kwa sababu hii, tuache mafundisho ya mwanzo juu ya Kristo. Tusijenge tena msingi mpya wa mambo haya, kugeuka toka katika matendo yasiyofaa, kumwamini Mungu, namna mbalimbali za ubatizo, kuwawekea watu mikono, ufufuko na hukumu ya milele. Tuendelee katika mafundisho makamilifu, tutafanya hivi Mungu akitaka. Maana watu wanapokwisha kuangaziwa na ukweli wa Mungu na kuonja zawadi ya mbinguni,
na kuishi katika ushirika na Roho Mtakatifu, wanapokwisha kuonja wema wa neno la Mungu na nguvu za ulimwengu utakaokuja. Kisha wakianguka, haiwezekani kuwarudisha hata wapate kugeuka mara ingine toka katika matendo yao mabaya, kwa sababu wamemtundika wao wenyewe mwana wa Mungu mara ya pili na kumpatisha haya mbele ya watu. Udongo unaonyeshewa na mvua mara kwa mara na kutoa mimea inayofaa kwa walimaji, unabarikiwa na Mungu. Lakini kama ukitoa miiba na magugu, udongo ule haufai kitu, nao uko karibu ya kulaaniwa na Mungu, tena mwisho wake ni kuteketezwa. Lakini wapendwa wangu, ijapokuwa tunasema hivi, hatuna mashaka juu yenu, tukijua kwamba munafuata njia nzuri zaidi, ile ya wokovu wenu. Kwa maana Mungu ni mwenye haki. Yeye hatasahau kazi yenu na upendo mlioonyesha kwa ajili yake, kwa namna mlivyowasaidia watu wake na mnavyoendelea kuwasaidia. Lakini tunatamani sana kwamba kila mmoja kati yenu aendelee kuonyesha bidii ile mpaka mwisho, kusudi mambo yale munayotumainia yapate kutimizwa. Basi musigeuke kuwa wavivu, lakini mufuate mfano wa wale wanaoamini na kuvumilia. Kwa njia hiyo wanapokea yale Mungu aliyoahidi kuwapa. Wakati Mungu alipomupa Abrahamu ahadi, alifanya vile kiapo, kwa sababu hakuna mtu mwingine mkubwa kuliko yeye kusudi ataje jina lake. Akaapa kwa jina lake mwenyewe akasema, hakika nitakubariki sana na nitaongeza wazao wako. Hivi kisha kungojea kwa uvumilivu, Abrahamu akapokea yale Mungu aliyomwahidi. Kwa maana watu wanapofanya kiapo, wanaapa kwa jina la mutu anayekuwa mkubwa kuliko wao wenyewe. Nao uhakikisho wa kiapo kile unakomesha mabishano yote kati yao. Naye Mungu, kwa sababu alitaka kuonyesha wazi kwa wale watakaopokea ahadi kwamba yeye hawezi kubadilisha shauri lake hata kidogo, akaihakikisha kwa kiapo. Basi kuna mambo mawili, ahadi na kiapo, yasiyoweza kubadilika. Na kuelekea hayo, Mungu hawezi kusema uongo. Kwa hivi, sisi tuliomkimbilia tunatiwa moyo sana na kushika kwa nguvu tumaini tulilowekewa. Tumaini hili linasimamisha imara na kulinda mioyo yetu kama vile nanga inavyosimamisha mashua imara. Nalo linapita katika pazia na kuingia katika pahali patakatifu sana. Yesu alitangulia kuingia pahali pale kwa ajili yetu. Amekuwa kuhani mkubwa hata milele, kwa mfano wa Melkisedeki. Waebrania sura ya 7. Huyu Melkisedeki alikuwa mfalme wa Salemu na kuhani wa Mungu mkubwa. Abrahamu alipokuwa akirudi toka katika vita nyuma ya kuwashinda wafalme 4, Melkisedeki alikutana naye na kumubariki. Naye Abrahamu akamupa fungu moja la 10 la vitu vyote alivyoteka. Maana ya jina la Melkisedeki kwanza ni mfalme wa haki, tena ni mfalme wa Salemu, ni kusema mfalme wa amani. Hakuna mambo yaliyoandikwa juu ya baba ya Melkisedeki, wala mama yake, wala majina ya babu zake. Tena habari za kuzaliwa kwake na za kufa kwake hazijulikani. Anafanana na mwana wa Mungu kwa kuwa yeye ni kuhani kwa milele. Basi mwangalie namna mtu huyu alivyokuwa mkubwa. Hata babu yetu mkubwa Abrahamu alimupa fungu moja la 10 la vitu vyote alivyoteka katika vita. Wazao wa Lawi wanaopewa kazi ya ukuhani wanaamriwa na sheria kukongoa fungu moja
la 10 la mapato toka kwa wandugu zao wa Israeli, ijapokuwa wao vile ni wa uzao wa Abrahamu. Lakini huyu Melkisedeki asiyekuwa wa uzao wa Lawi alipokea fungu moja la 10 la vitu toka kwa Abrahamu, na zaidi ya ile akamubariki Abrahamu, ambaye Mungu alikuwa amemtolea ahadi. Lakini bila shaka yule anayebarikiwa ni mdogo kuliko yule anayebariki. Wale makuhani wanaopokea fungu la 10 ni watu wanaokufa, lakini Melkisedeki aliyepokea fungu la 10 anashuhudiwa kwamba anaishi. Basi tunaweza kusema hivi: wakati Abrahamu alipotoa fungu la 10 la mali yake, Lawi vile alilitoa kupitia yeye. Kwa maana ingawa Lawi alikuwa hajazaliwa bado, alikuwa yuko ndani ya damu ya babu yake Abrahamu wakati Melkisedeki alipokutana naye. Ukuhani ndio ulikuwa msingi wa sheria iliyotolewa kwa Waisraeli. Basi ikiwa ukamilifu ulipatikana kwa njia ya kazi ya ukuhani wa uzao wa Lawi, hakungekuwa tena lazima kutokee kuhani mwingine anayekuwa sawa na Melkisedeki kwa pahali pa kuhani anayekuwa sawa na Haruni. Kwa maana wakati ukuhani unapobadilika, sheria nayo inapaswa kubadilika vile. Naye Bwana wetu ambaye maneno haya yanamwelekea alikuwa mutu wa kabila lingine, wala hakuna hata mutu mmoja wa kabila lake aliyefanya kazi ya ukuhani kwenye mazabahu. Kwa maana inajulikana wazi kwamba Bwana wetu alitoka katika kabila la Yuda, na juu ya kabila lile Musa hakusema hata neno moja linaloelekea ukuhani. Tena jambo hili linaloonyesha wazi zaidi maneno haya: kumetokea kuhani mwingine anayefanana na Melkisedeki. Huyu mwingine hakuwekwa kuwa kuhani kwa amri ya kimutu kufuatana na ukoo wake, lakini kufuatana na uwezo wa uzima usiokuwa na mwisho. Maana maandiko matakatifu yanashuhudia, wewe ni kuhani kwa milele, kwa mfano wa Melkisedeki. Kwa hiyo ile amri ya zamani imevunjwa, kwa sababu ilikuwa dhaifu, nayo haikufaa kitu. Kwa maana sheria ya Musa haikuleta ukamilifu, lakini sasa kumeletwa tumaini nzuri zaidi. Na kwa njia ya tumaini hili tunaweza kumkaribia Mungu. Zaidi ya hii, mambo yale yalifanyika kufuatana na kiapo cha Mungu. Wale makuhani wengine wa uzao wa Lawi waliwekwa kwa kazi yao pasipo kiapo, lakini Yesu amewekwa kuwa kuhani kwa njia ya kiapo, wakati Mungu alipomwambia, Bwana ameapa naye hatageuka, wewe ni kuhani kwa milele. Kwa sababu ya kiapo hiki, Yesu amekuwa kihakikisho kwetu cha agano linalokuwa nzuri zaidi. Kuna tofauti ingine vile. Wale makuhani wengine walipaswa kuwa wengi, kwa sababu walikuwa wakikufa hawakuweza kuendelea na kudumu katika kazi yao. Lakini Yesu hawezi kukombolewa kwa kazi yake ya ukuhani, kwa sababu yeye anaishi kwa milele. Ni kwa sababu hii anaweza kuwaokoa kabisa wao wanaokuja kwa Mungu kwa njia yake, kwa maana yeye anaishi siku zote kusudi akuwe mwombezi mbele ya Mungu. Basi Yesu ndiye kuhani mkubwa anayefaa kwa ajili yetu. Yeye ni mtakatifu, hana kosa wala alama ya uchafu. Ametengwa mbali na wenye zambi, naye amenyanyuliwa juu sana mbinguni. Yeye hahitaji kutoa sadaka kila siku kama vile makuhani wengine wakubwa, kwanza kwa ajili ya zambi zake mwenyewe na kisha kwa ajili ya zambi za watu. Kwa maana amefanya vile mara moja tu wakati
alipojitoa mwenyewe kufa. Sheria ya Musa inawaweka watu wenye udhaifu kuwa makuhani wakubwa, lakini kufuatana na kiapo kilichokuja nyuma ya sheria ile, mwana anayekuwa mkamilifu kwa milele aliwekwa kuwa kuhani mkubwa. Waebrania sura ya 8. Jambo la lazima sana katika maneno tunayosema sasa ni hili: tuko na mkubwa wa namna ile, anayeikaa na mamlaka katika mbingu kwa kuume kwa Mwenyezi Mungu. Yeye anafanya kazi ya kuhani mkubwa katika pahali patakatifu sana, maana yake katika hema ya kweli iliyosimikwa na Bwana wala si mutu. Kila kuhani mkubwa anawekwa kusudi afanye kazi ya kutoa sadaka na matoleo. Kufuatana na hiyo, ilimupasa kuhani wetu mkubwa Kristo akuwe na kitu cha kutoa vile. Kama Kristo angekuwa katika dunia, asingekuwa kuhani hata kidogo, kwa sababu kuko makuhani wanaotoa sadaka kufuatana na maagizo ya sheria. Kazi wale makuhani wanayofanya ni mfano na kitambulisho kinachoonyesha jinsi mambo kamili yanavyopitika mbinguni. Maneno hayo yanalingana na yale yaliyomtokea Musa. Wakati Musa alipokuwa karibu ya kujenga hema, Mungu alimwambia, ufanye angalisho kusudi upate kutengeneza kila kitu kufuatana na mfano niliyokuonyesha kwa mulima. Lakini sasa Yesu amepewa kazi inayokuwa bora zaidi kuliko kazi ya wale makuhani, kwa maana yeye ni mpatanishi wa agano linalokuwa zuri zaidi. Sherti za agano lile zinasimamia juu ya ahadi ya Mungu inayokuwa bora zaidi. Kama lile agano la kwanza lingekuwa kamilifu, haingekuwa lazima likombolewe na la pili. Lakini Mungu aliwaonya watu wake akisema, katika siku zinazokuja nitafanya agano jipya na watu wa ufalme wa Israeli na wa Yuda. Ni Bwana anayesema hivyo. Agano lile halitakuwa sawa na lile nililofanya na babu zao siku nilipowakamatia kwenye mkono na kuwaondoa toka nchi ya Misri, kwa sababu hawakushika lile agano. Kwa hiyo vile sikuwashughulikia. Ni Bwana wetu Mungu anayesema hivyo. Sasa hili ndilo agano nitakalofanya na watu wa ufalme wa Israeli katika siku zile. Nitawawezesha kuchunga sheria zangu ndani ya mafikiri yao, nikiziandika ndani ya mioyo yao. Ni Bwana wetu Mungu anayesema hivyo. Nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Hakutakuwa tena atakayefundisha mwananchi mwenzake au kumwambia ndugu yake, umjue Bwana, kwa maana watu wote watanijua, tangu mdogo mpaka mkubwa. Mimi nitawasamehe maovu yao, wala sitakumbuka tena dhambi zao. Mungu alipotangaza hilo agano kuwa jipya, jambo hilo lilisababisha lile la kwanza kuwa la zamani na lenye kuchakaa. Na kitu chochote kikiwa cha zamani na chenye kuchakaa kinafikia wakati wa kutoweka. Waebrania sura ya 9. Katika agano la kwanza wanasema juu ya kanuni za ibada na juu ya nafasi ya kuabudia iliyojengwa na watu. Kufuatana na ile, kulikuwa hema iliyosimikwa. Chumba chake cha kwanza kiliitwa pahali patakatifu. Ndani ya chumba kile kulikuwa kinara cha kuwekea taa, meza na mikate iliyotolewa kwa Mungu. Na nyuma ya pazia lililotenga kile chumba cha kwanza
kulikuwa chumba kingine kilichoitwa pahali patakatifu sana. Ndani ya chumba kile kulikuwa chombo cha kufukizia ubani kilichotengenezwa na dhahabu, na kulikuwa vilevile sanduku la agano lililopakaliwa dhahabu pande zote. Ndani ya sanduku lile kulikuwa kopo la dhahabu lenye mana na fimbo ya Haruni iliyoota vichipukizi juu yake. Kulikuwa vilevile vibao vya mawe vyenye maandiko ya agano la Mungu. Na juu ya lile sanduku kulikuwa sanamu mbili za makerubi zilizoonyesha utukufu wa Mungu. Mabawa yao yalikuwa yakinyooshwa juu ya kiti cha rehema. Lakini sasa si wakati wa kueleza mambo hayo yote moja kwa moja. Ni hivi ndivyo walivyopanga vitu vile vyote. Halafu makuhani waliingia kila siku katika kile chumba cha kwanza kwa kufanya kazi za ibada. Lakini ni kuhani mkubwa peke yake ndiye aliyeingia katika kile chumba cha pili mara moja tu kila mwaka. Naye alipaswa kupeleka mule damu ya nyama anayotoa sadaka kwa ajili ya zambi zake mwenyewe na kwa ajili ya zambi watu walizofanya kwa kutokujua. Hivi Roho Mtakatifu alikuwa akionyesha kwamba njia ya kuingia katika pahali patakatifu sana ilikuwa bado kufunguliwa kwa wakati wote ile hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimikwa. Huo ni mfano wa wakati wa sasa unaoonyesha kwamba matoleo na sadaka zinazotolewa kwa Mungu haziwezi kumfanya yule anayeabudu kuwa na moyo mkamilifu. Hizo ni kanuni za kimutu zinazoelekea vyakula na vinywaji pamoja na desturi mbalimbali za utakaso za kidini. Nazo zinaamuriwa kushikwa mpaka upate kutimia wakati wa kutengeneza vitu vyote upya. Lakini Kristo alikuja kuwa kuhani mkubwa anayeshughulika na mambo mema ambayo sasa yamekwisha kutokea. Yeye alipita katika hema inayokuwa bora zaidi na kamilifu. Hema hii haikutengenezwa na watu, maana yake si ya dunia hii. Aliingia mara moja tu katika pahali patakatifu sana, naye hakupeleka mule sadaka ya damu ya mbuzi na ya ng'ombe, lakini alipeleka damu yake mwenyewe, na kwa njia ile akatukomboa kwa milele. Watu waliohesabiwa kuwa wachafu kufuatana na desturi walitakaswa uchafu wao wa kimwili kwa njia ya kunyunyiziwa damu ya mbuzi na ya ng'ombe pamoja na majivu ya ng'ombe aliyeteketezwa kwa moto. Ikiwa ni hivi, damu ya Kristo haitakuwa na uwezo zaidi wa kututakasa? Kwa maana kwa njia ya Roho anayeishi kwa milele, Kristo alijitoa mwenyewe kwa Mungu kuwa sadaka kamilifu, nayo damu yake ikazitakasa dhamiri zetu toka katika matendo yasiyofaa, kusudi tupate kumtumikia Mungu mwenye uzima. Kwa sababu hii, Kristo ni mpatanishi wa agano jipya. Kwa njia ya kufa kwake aliwakomboa watu toka katika makosa waliofanya chini ya uongozi wa agano la kwanza, kusudi wale walioalikwa na Mungu wapate kupokea urithi wa milele aliowaahidia. Katika mambo yenye kuelekea agano la urithi, ni lazima kuhakikisha kwamba yule aliyelifanya amekwisha kufa. Agano kama hili linatimizwa nyuma ya kifo cha yule aliyelifanya, lakini si wakati angali mzima. Kwa sababu hii, hata lile agano la kwanza halikuwekwa pasipo kumwangika kwa damu. Kwa maana kwanza Musa aliwatangazia watu wote amri zote za sheria, kisha akatoa damu ya ng'ombe pamoja na maji, naye akavinyunyiza juu ya kitabu cha sheria na juu ya watu wote, akitumia manyoya mekundu na vitawi vya muti wa hisopo
naye akasema, hii ndiyo damu inayohakikisha agano lile Mungu analowaamuru kutii. Musa akanyunyiza vile damu juu ya hema na juu ya vyombo vyote vya ibada. Na kufuatana na sheria, karibu vitu vyote vinatakaswa kwa damu. Nazo zambi haziwezi kusamehewa pasipo kumwangwa kwa damu. Basi ilikuwa lazima vitu vile vinavyoonyesha mfano wa mambo yanayopitika katika mbingu vitakaswe kwa njia ile. Lakini mambo kamili ya mbinguni yanahitaji kutakaswa kwa sadaka inayokuwa bora zaidi. Kwa maana Kristo hakuingia katika pahali patakatifu palipojengwa na watu, panapokuwa tu mfano wa pahali patakatifu kamili, lakini aliingia katika mbingu yenyewe, pahali anaposimama sasa mbele ya Mungu kwa kututetea. Kuhani mkubwa wa Wayuda anaingia katika pahali patakatifu sana kila mwaka, akibeba damu ya nyama, lakini Kristo hakuingia humo kusudi ajitoe mwenyewe sadaka mara nyingi. Ingekuwa hivi, ingemupasa ateswe mara nyingi tangu kuumbwa kwa dunia. Lakini sasa, wakati ukikaribia kwa mwisho, yeye alitokea mara moja tu kusudi awasamehe watu zambi kwa njia ya kujitoa mwenyewe sadaka. Kila mutu anapaswa kufa mara moja tu, na nyuma ya kufa anahukumiwa na Mungu. Hivi vile Kristo naye alijitoa kufa mara moja kusudi aondoe zambi za watu wengi. Naye atarudi tena, si kwa ajili ya kuondoa zambi, lakini kwa kuwaokoa wale wanaomungojea. Waebrania sura ya 10. Sheria ya Kiyuda ni mfano wa mema yatakayotokea, lakini si kitambulisho kinachoonyesha mambo yale kamili. Kwa sababu hii sheria haiwezi hata mara moja, kwa njia ya sadaka zinazotolewa mara nyingi kila mwaka, kuwafanya wakamilifu wale wanaomwendea Mungu. Wale wanaomwabudu Mungu kwa njia ile wangetakaswa kabisa kwa mara moja tu, nayo dhamiri yao isingewahukumu tena hata kidogo juu ya zambi. Basi sadaka zile hazingeacha kutolewa. Lakini kwa njia ya sadaka zile watu wanakumbushwa zambi zao kila mwaka, kwa sababu damu ya ng'ombe na ya mbuzi haiwezi kuondoa zambi. Kwa sababu hii, wakati Kristo alipokuja katika dunia alisema, wewe haukutaka sadaka wala matoleo, lakini umeniumbia mwili. Haukupendezwa na sadaka za kuteketezwa kwa moto, wala sadaka za kusamehewa zambi. Halafu nikasema, niko hapa Mungu, nimekuja kufanya mapenzi yako kama ilivyoandikwa juu yangu katika kitabu cha sheria. Kwanza Kristo alisema, haukutaka wala haukupendezwa na sadaka na matoleo, wala sadaka za kuteketezwa kwa moto, wala sadaka za kusamehewa zambi. Alisema vile ingawa sadaka hizo zote zilitolewa kufuatana na maagizo ya sheria. Kisha akasema, mimi niko hapa, Mungu, nimekuja kufanya mapenzi yako. Kwa hiyo Mungu ameondoa hizo sadaka zote za kwanza na kuzikomboa na Kristo mwenyewe kama sadaka. Na kwa sababu Yesu Kristo alifanya mapenzi ya Mungu, sisi tumetakaswa zambi kwa njia ya mwili wake alioutoa sadaka kwa mara moja tu. Kila kuhani anasimama mbele ya Mungu kila siku kwa kufanya ibada na kutoa sadaka za namna moja mara nyingi zisizoweza hata kidogo kuondoa zambi. Lakini Kristo, yeye alitoa sadaka moja tu inayofaa kwa milele kwa ajili ya usamehe wa zambi, na kisha akaikaa na mamlaka kwa kuume kwa Mungu. Na kule anangoja sasa mpaka waadui zake wote watiwe chini ya miguu yake. Kwa maana kwa njia ya sadaka moja aliyotoa
amewafanya wale aliowatakasa kuwa wakamilifu hata milele. Naye Roho Mtakatifu anatushuhudia mambo hayo vile. Kwanza anasema maneno haya: hili ndilo agano nitakalofanya nao nyuma ya siku zile. Ni Bwana wetu Mungu anayesema hivyo. Nitawawezesha kuchunga sheria zangu ndani ya mafikiri, nikiziandika ndani ya mioyo yao. Naye anaongeza kusema, nami sitakumbuka tena dhambi wala maovu yao. Basi wakati dhambi zinaposamehewa, hakuna tena hitaji la kutoa sadaka kwa ajili ya usamehe wa dhambi. Basi wandugu, tuko na uhodari wa kuingia katika pahali patakatifu kwa njia ya damu ya Yesu. Yeye ametufungulia njia mpya ya uzima inayopitia katika pazia, maana yake mwili wake mwenyewe. Sisi tuko na kuhani mkubwa anayesimamia nyumba yote ya Mungu. Basi tumwendee Mungu kwa moyo wa uaminifu, kwa imani kamilifu, kwa moyo uliosafishwa toka dhamiri mbaya na mwili uliosafishwa na maji safi. Tuendelee kuchunga lile tumaini tuliloshuhudia bila kuchoka, kwa maana Mungu aliyetupatia ahadi ni mwaminifu. Tena tushughulikiane kusudi tupate kuvutana sisi kwa sisi, kuwa na upendo na kufanya mema. Tusiache kukusanyika pamoja kama vile wamoja wanavyozoea kufanya, lakini tuonyane, na zaidi sana kufuatana na vile munavyoona kwamba siku ya Bwana inakaribia. Kwa maana tukifanya dhambi kwa makusudi, tukisha kutambua waziwazi ukweli, hakuna tena sadaka ingine inayoweza kutolewa kwa ajili ya usamehe wa dhambi zetu. Lakini inayobaki tu ni kungojea kwa oga hukumu na moto mkali wa Mungu utakaowateketeza waasi. Mtu yeyote aliyevunja sheria ya Musa aliuawa bila huruma kisha ushuhuda wa watu wawili au watatu. Basi mnazania itakuwa namna gani? Hata azibiwa vikali zaidi yule anayemdharau mwana wa Mungu na kuihesabu kuwa bure damu ya agano la Mungu iliyomtakasa na kumtukana Roho wa neema. Kwa maana tunamjua yule aliyesema, ni kazi yangu kulipiza kisasi, ni mimi nitakayelipiza. Naye alisema tena, Bwana atawahukumu watu wake. Kuanguka katika mikono ya Mungu mwenye uzima ni jambo la kuogopa sana. Mukumbuke mambo yaliyowatokea katika siku zilizopita. Ninyi mlipokwisha kuangaziwa na Mungu, mlipita katika mateso mengi, lakini mlivumilia. Kwa ngambo moja mlitukanwa na kuteswa waziwazi mbele ya watu, na kwa ngambo ingine mulishirikiana na wale waliotendewa vibaya. Muliwahurumia wale waliokuwa katika kifungo, nanyi mulikubali kwa furaha kunyang'anywa mali zenu, kwa sababu mulijua kwamba muko na mali inayokuwa bora zaidi na yenye kudumu. Basi musikate tumaini, kwa maana litawaletea zawadi kubwa. Munapaswa kuvumilia kusudi mutimize mapenzi ya Mungu, na kuweza hivi kupewa kile mulichoahidiwa. Kwa maana kama vile maandiko haya matakatifu yanavyosema, kuna baki wakati kidogo sana. Yule anayepaswa kuja afike, wala hata kawia. Mwenye haki mbele yangu ataishi kwa njia ya imani. Lakini kama akirudi nyuma, sitapendezwa naye. Lakini sisi si watu wenye kurudi nyuma na kupotea, lakini sisi ni watu wenye imani na wenye kuokoka. Waebrania sura ya 11. Kuwa na imani ni kuwa na uhakika juu ya mambo tunayotumainia, ni kusadiki kabisa mambo tusiyoyaona. Ni kwa sababu ya imani yao
babu zetu wameshuhudiwa vizuri na Mungu. Kwa njia ya imani tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa amri ya Mungu. Hata vitu vinavyoonekana viliumbwa kutoka vile visivyoonekana. Kwa njia ya imani Abeli alimtolea Mungu sadaka nzuri zaidi kuliko ile ya Kaina. Kwa ajili ya imani yake alihesabiwa na Mungu kuwa mwenye haki. Kwa maana Mungu mwenyewe alikubali sadaka zake. Na kwa imani ile, ingawa Abeli amekwisha kufa, angali anasema. Kwa njia ya imani, Enoki alibebwa na Mungu toka katika dunia pasipokufa, naye hakuonekana tena, kwa sababu Mungu alimubeba mbinguni. Maana maandiko matakatifu yanasema kwamba mbele ya kubebwa kwake, Enoki alishuhudiwa kwamba alimpendeza Mungu. Basi pasipo imani hakuna mutu anayeweza kumpendeza Mungu. Kwa maana mutu anayetaka kumwendea Mungu sherti aamini kwamba Mungu yuko, na kwamba anawapa zawadi wale wanaomtafuta. Kwa njia ya imani, Noa alionywa na Mungu juu ya mambo yatakayotokea, yale aliyokuwa hajayaona bado. Yeye alimtii Mungu na kujenga chombo kwa kujiokoa yeye mwenyewe pamoja na jamaa yake. Kutokana na hayo yote, akahukumu dunia na kupokea haki inayopatikana kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani, Abrahamu alitii wakati Mungu alipomwita na kwenda katika inji ile Mungu aliyoahidi kumupatia kuwa urithi wake. Akaacha inji yake pasipo kujua pahali anapokwenda. Kwa njia ya imani aliishi kama vile mgeni katika inji ile Mungu aliyomwahidi. Yeye alikuwa akiishi katika hema kama vile Isaka na Yakobo walivyoishi. Wao vile walishiriki pamoja naye ahadi ile ile ya Mungu. Kwa maana Abrahamu alitazamia kuona muji wenye msingi wa nguvu, muji ambao Mungu mwenyewe ndiye fundi aliyeuchapa na kuujenga. Kwa njia ya imani, Sara mwenyewe vile, ijapokuwa alikuwa mzee sana, alijaliwa uwezo wa kupata mimba kwa sababu aliamini kwamba Mungu atatimiza ahadi yake. Kwa sababu hiyo, kwa njia ya mtu mmoja aliyekuwa akingojea kufa, kukazaliwa wazao wengi sana kama nyota na kama mchanga unaokuwa kando kando ya bahari. Watu hawa wote walikufa katika imani pasipo kupokea mambo Mungu aliyoahidi, lakini waliyaona kwa mbali na kuyafurahia, wakikubali kwamba walikuwa wageni na wasafiri katika dunia. Maana watu wanaosema maneno kama haya wanaonyesha wazi kwamba wanatafuta inchi yao wenyewe. Kama wangekumbuka inchi yao walioiacha zamani, wangeweza kupata namna ya kurudia kule. Lakini kwa hakika walitamani sana inchi inayokuwa bora zaidi, ndiyo inchi ya mbinguni. Kwa sababu hii, Mungu hasikii haya kuitwa Mungu wao, maana amewatayarishia muji. Kwa njia ya imani, Abrahamu alimtoa Isaka kama vile sadaka wakati Mungu alipopima imani yake. Abrahamu alikubali kumtoa mwana wake wa pekee, ingawa ni yeye ndiye aliyekuwa amepewa ahadi na Mungu. Mungu alikuwa amemwambia, ni kwa njia ya Isaka utapata wazao watakaoitwa wako. Abrahamu aliamini kwamba Mungu anaweza kumfufua Isaka, na hivi akarudishiwa tena Isaka kama vile mwenye kufufuka. Kwa njia ya imani, Isaka aliwabariki Yakobo na Esau kuelekea mambo ya siku zitakazokuja. Kwa njia ya imani, Yakobo alipokuwa karibu kufa, alibariki kila mmoja wa wana wa Yosefu, akainama kwa kumwabudu Mungu, akiegemea fimbo yake. Kwa njia ya imani, Yosefu alipokuwa karibu kufa, alisema juu ya habari za wakati wa Israeli
watakapotoka katika nchi ya Misri na kuwaagiza juu ya mifupa yake. Kwa njia ya imani wazazi wa Musa walimuficha kwa muda wa miezi 3 nyuma ya kuzaliwa kwake, kwa sababu waliona kwamba alikuwa mtoto mwenye sura nzuri, wala hawakuogopa amri ya mfalme. Kwa njia ya imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti wa mfalme wa Misri. Alifikiri kwamba ni afadhali kuteswa pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa muda mfupi. Aliona kwamba kupatishwa haya kwa ajili ya Kristo kuna faida kubwa zaidi kuliko kupata utajiri wote wa nchi ya Misri, maana alikuwa anatazamia kupokea zawadi yake. Kwa njia ya imani Musa alitoka katika nchi ya Misri bila kuogopa kasirani ya mfalme, na kama vile mtu mwenye kumwona Mungu asiyeonekana, yeye hakurudi nyuma. Kwa njia ya imani alianzisha sikukuu ya Pasaka na kuamuru damu inyunyizwe kusudi malaika mwangamizaji asiwaue wazaliwa wa kwanza wanaume wa Waisraeli. Kwa njia ya imani Waisraeli walivuka bahari nyekundu kama vile ingekuwa katika nchi kavu. Lakini wakati wa Misri walipojaribu kufanya vile, walizama na kufa ndani ya maji. Kwa njia ya imani ukuta uliozunguka muji Yeriko ulianguka wakati Waisraeli walipokwisha kuuzunguka kwa muda wa siku 7. Kwa njia ya imani Rahaba, yule kahaba, hakuangamia pamoja na wale waliomwasi Mungu, kwa sababu aliwakaribisha wapelelezi kwa amani. Basi niseme nini tena? Maana wakati hauniruhusu kueleza habari juu ya Gideoni, Baraka, Samsoni, Yefuta, Daudi, Samueli na manabii. Kwa njia ya imani hawa walishinda nchi za wafalme, walitenda mambo ya haki na kupata yale Mungu aliyowaahidi. Walifunga vinywa vya simba, walizimisha moto mkali, waliponyoka kuuawa kwa upanga. Walikuwa wadhaifu, lakini wakapata nguvu. Walikuwa shujaa katika vita na kushinda majeshi ya kigeni. Kwa njia ya imani wanawake wamoja walifufuliwa na kurudishiwa wale waliofiwa nao. Wengine waliteswa mpaka kufa, nao wakikataa kuachiliwa kusudi wapate ufufuko unaokuwa bora zaidi. Wengine walichekelewa na kupigwa fimbo, na wengine walifungwa minyororo na kutupwa katika kifungo. Wengine waliuawa kwa kutupiwa mawe. Wengine walikatwa vipande vipande kwa misumeno au kuuawa kwa upanga. Walitangatanga wakivaa ngozi za kondoo au za mbuzi, wakiishi katika umasikini, wakiteswa na kutendewa vibaya. Dunia haikustahili kuwa na watu kama hawa. Walitangatanga katika jangwa na katika milima, wakiishi katika mapango na mashimo ndani ya udongo. Watu hawa wote walishuhudiwa vizuri na Mungu kwamba wamempendeza kwa njia ya imani yao, lakini hawakupokea mambo yale Mungu aliyowaahidia. Kwa maana Mungu alikuwa ametayarisha mambo mazuri zaidi kwa ajili yetu, kusudi wao wenyewe wasipate kukamilishwa bila sisi vilevile. Waebrania sura ya 12. Nasi vilevile tunazungukwa na kundi kubwa kama lile la wale walioshuhudia imani yao. Basi tutupilie mbali vitu vyote vinavyotusonga, nazo dhambi zinazotufunga upesi, na tukimbie kwa juhudi sana katika mashindano tunayowekewa. Tukaze macho yetu kuelekea Yesu mwenye kuanzisha na kukamilisha imani yetu, kwa sababu alijua furaha atakayopata nyuma,
alivumilia kufa juu ya msalaba pasipo kuona haya, na sasa anaikaa na mamlaka kwa kuume kwa Mungu kwenye kiti cha kifalme cha Mungu. Kwa hiyo mumukumbuke yule aliyevumilia kutendewa na wenye zambi kwa chuki kubwa, kusudi musipate kuchoka wala kuregea. Kwa maana katika vita munayofanya kwa kushinda zambi, hamujapigana bado mpaka kufa. Na zaidi ya hii, mumesahau maonyo haya Mungu anayotoa kwenu kama wana wake? Mwana wangu, usizarau adhabu ya Bwana, wala usiregee wakati anapokukaripia. Kwa maana Bwana anamwazibu yule anayemupenda, yeye anamupiga kila mtu anayemukubali kuwa mtu wake. Muvumilie maadibisho, kwa maana Mungu anawatendea ninyi kama wana wake. Tena, ni mwana gani asiyeadhibiwa na baba yake? Ikiwa hamuadibishwi na Mungu sawa vile watoto wake wote wanavyoadibishwa, basi ninyi si wana wa kweli wa Mungu, ninyi ni wana haramu. Na ikiwa wababa zetu wa kimwili walituadibisha, nasi tuliwaheshimu, jambo hilo halionyeshi zaidi kwamba tunapaswa kumheshimu baba yetu wa kiroho na kupata kuishi? Wababa zetu wa kimwili walituadibisha kwa siku chache kufuatana na vile walivyoona kuwa vema. Lakini Mungu anatuadibisha kwa mafaa yetu kusudi tupate kushirikiana naye katika utakatifu wake. Maadibisho yoyote wakati yanapotolewa yanaonekana kama ni tendo la huzuni wala si la furaha, lakini kwa mwisho yanawaletea wale waliofundishwa nayo maisha ya amani na ya haki. Basi muitie tena nguvu mikono yenu inayopooza, nayo magoti yenu yanayoregea. Mujitengenezee njia zenye kunyoka, kusudi mwenye ulema wa miguu asiteguke, lakini apate kupona. Mujikaze kwa kuishi katika amani na watu wote na kuishi katika utakatifu, kwa sababu hakuna mutu asiyeishi katika hali hiyo atakayemwona Bwana. Mwangalie vizuri, kusudi hata mutu mmoja asijikoseshe mwenyewe kupata neema ya Mungu, wala asikuwe sawa shina la mumea unaotoa matunda machungu na kuleta fujo kati yenu na kuambukiza watu wengi. Vile mwangalie vizuri, kusudi hata mutu mmoja asikuwe mwasherati au mwenye kukufuru Mungu, kama vile Esau aliyeuzisha haki yake ya mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kidogo tu. Kama munavyojua, nyuma ya pale alikataliwa wakati alipotaka kupokea baraka toka kwa baba yake. Yeye hakukuwa tena na namna ya kugeuza tendo lake, ijapokuwa alitafuta baraka ile kwa machozi. Ninyi hamujafikia kwenye kitu kinachoweza kuguswa kama vile Waisraeli walivyofikia kwenye mlima Sinai. Mlima ule uliwaka moto, ulifunikwa na giza nzito, nao ulikuwa na uvumi wa zoruba juu yake. Vile juu yake kulisikilika mulio wa baragumu na ngurumo ya sauti. Nao Waisraeli waliposikia sauti ile, wakasihi wasiambiwe tena neno, kwa sababu hawakuweza kuvumilia agizo walilotolewa. Hata nyama akigusa mlima anapaswa kuuawa kwa kutupiwa mawe. Na mambo yale yalionekana yalikuwa ya kuogopesha sana, hata Musa akasema, ninaogopa na kutetemeka. Lakini ninyi mumefikia kwenye mlima Sayuni na kwenye muji wa Mungu mwenye uzima, ndio muji Yerusalema wa mbinguni, kunakokuwa maelfu na maelfu ya wamalaika. Lakini ninyi mumefikia kwenye mkutano wa furaha wa wazaliwa wa kwanza wa Mungu, walioandikwa majina zao katika mbingu. Mumefikia vile karibu na Mungu, anayekuwa mwamuzi wa watu wote,
na kwenye nafsi kunapokuwa roho za watu wenye haki waliofanywa kuwa wakamilifu. Mumefikia karibu na Yesu anayekuwa mpatanishi wa agano jipya, na kwenye damu yake iliyomwangwa inayosema nasi maneno mema zaidi kuliko damu ya Abeli. Basi mwangalie vizuri kusudi msikatae kumsikiliza yule anayesema nanyi. Wale waliokataa kusikiliza yule aliyewaonya hapa katika dunia hawakuponyoka adhabu ya Mungu. Si jambo hilo linaonyesha wazi kwamba sisi hatutaweza kuponyoka kama tunamgeuzia mgongo yule anayetutolea maonyo kutoka mbinguni? Katika wakati ule sauti yake ilitetemesha dunia, lakini sasa ametuahidi hivi: nitatetemesha dunia mara moja tena, wala si dunia tu, lakini mbingu vile vile. Neno hili mara moja tena linaonyesha kwamba vitu vilivyoumbwa vitatikiswa na kutoweka, kusudi vile visivyoweza kutikiswa vipate kudumu. Basi kwa kuwa tunakubaliwa kuwa washiriki wa ufalme usioweza kutikiswa, tukuwe watu wenye shukrani. Tuonyeshe shukrani ile kwa kumwabudu Mungu kwa njia inayompendeza, kwa heshima na oga, kwa maana Mungu wetu ni kama moto wenye kuteketeza. Waebrania sura ya 13. Mwendelee kuishi katika upendo wa kindugu. Musisahau kuwakaribisha wageni, maana kwa kufanya hivi wamoja wamewakaribisha wa malaika pasipo kujua. Muwakumbuke wale wanaofungwa, mukijisikia sawa vile wenye kufungwa pamoja nao. Vile vile muwakumbuke wale wanaoteswa, mukijisikia sawa vile wenye kuteswa kama wao. Ndoa inapaswa kuheshimiwa na watu wote. Mume na muke wake wanapaswa kujikinga na uchafu, kwa sababu Mungu atawahukumu wazinzi na waasherati. Msijiachilie kutawaliwa na tamaa ya mali katika maisha yenu, lakini mutoshelewe na vitu munavyokuwa navyo, kwa maana Mungu mwenyewe amesema, sitakusahau wala kukuachilia. Kwa sababu hii tunaweza kusema kwa uhodari, Bwana ndiye msaidizi wangu, sitaogopa kitu. Mwanadamu ataweza kunifanya nini? Muwakumbuke waongozi wenu waliowatangazia neno la Mungu. Muangalie vizuri namna walivyoishi na kufa. Mufuate imani yao. Yesu Kristo ni yule yule, jana, leo na hata milele. Musidanganywe na mafundisho mengine ya kigeni ya kila namna, kwa maana mioyo yetu inapaswa kutiwa nguvu kwa njia ya neema ya Mungu, wala si kwa njia ya kushika kanuni zinazoagizwa juu ya vyakula. Kanuni hizo haziwafalii kitu wale wanaozishika. Sisi tuko na madhabahu yetu, nao makuhani wa Yuda wanaotumika katika pahali patakatifu hawana ruhusa ya kula sehemu ya vitu vinavyotolewa sadaka juu ya madhabahu ile. Kuhani mkubwa anapeleka damu ya nyama ndani ya pahali patakatifu sana kwa ajili ya kuitoa kuwa sadaka ya kusamehewa dhambi, lakini viungo vyote vya nyama wale vinateketezwa kwa moto mbali na kambi. Kwa sababu hii Yesu vile vile aliuawa mbali na muji kusudi awatakase watu wake kwa njia ya damu yake mwenyewe. Basi tumwendeye mbali na kambi, tukikubali kuzarauliwa kama vile yeye alivyozarauliwa. Kwa maana hapa katika dunia hatuna muji unaodumu, lakini tunatazamia muji ule unaokuja. Basi kwa njia ya Yesu tumutolee Mungu sadaka za kumsifu siku zote, maana yake kutangaza kwamba tunaaminia jina lake. Tena musisahau kutenda mema na kusaidiana, maana sadaka za namna hii zinampendeza Mungu. Mutii waongozi wenu na kushika maagizo yao, kwa maana wao wanashughulika kila mara kwa ajili ya roho zenu, na wao wanapaswa
kutoa habari ya kazi yao mbele ya Mungu. Kwa kufanya vile, mtawaruhusu kufanya kazi yao kwa furaha wala si kwa huzuni, kwa maana haitawafalia kitu kama wakitumika katika huzuni. Muzidi kutuombea. Tuna uhakika kwamba tuko na dhamiri safi, kwa maana tunataka kuwa na mwenendo mwema katika mambo yote. Ninawasihi sana kuomba Mungu kusudi nipate kurudishwa kwenu upesi. Mungu wa amani aliyemfufua Bwana wetu Yesu, ambaye ni mchungaji mkubwa wa kondoo, kwa njia ya kumwanga damu yake inayohakikisha agano la milele, awakamilishe katika kila tendo jema, kusudi mupate kutimiza mapenzi yake. Yeye atimize ndani yetu yale yanayomupendeza kwa njia ya Yesu Kristo. Yesu atukuzwe milele na milele. Amina. Wandugu, ninawasihi kupokea kwa uvumilivu haya maonyo ninayowatolea, kwa maana nimewaandikia kwa kifupi. Ninapenda kuwajulisha kwamba ndugu yetu Timotheo amekwisha kufunguliwa. Kama akikuja upesi, nitafika kuwaona pamoja naye. Muwasalimie waongozi wenu wote na watu wote wa Mungu. Wandugu wa Italia wanawasalimia. Tunawatakia ninyi wote neema ya Mungu.